Mgomo wa wahudumu wa usafiri nchini umesitishwa kwa muda wa siku 7 baada ya serikali kutangaza kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kwa lita. Hatua hiyo ilifuatia mazungumzo kati ya serikali na viongozi wa sekta ya usafiri waliokuwa wakipinga kupanda kwa bei ya mafuta. Bei ya mafuta Yesu walisema ni wanapeana ultimatum ya wiki ngapi? Wiki moja. Whereby hatuna surety kama itakuwa ni ukweli itashukishwa. Mimi ningeomba wapunguze kwa sababu hata mkulima mdogo ndiye anaumia zaidi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanasema punguzo hilo bado halijatosha kupunguza gharama ya usafiri na bei ya bidhaa muhimu. Wengi wamelalamika kuwa maisha bado ni magumu huku gharama ya kila siku ikiendelea kuongezeka. Mafuta itaendelea na kupanda kwa sababu hata ikiteremshwa na 10 bob, hiyo bado ni shida. Kwa sababu ule mkulima bado anafijika. Ingeteremshwa kama na 10% ingekuwa at least kwa sababu ule mkulima mdogo anajiweza. Kimimi ikifika kama 150 tunajiweza. Wahudumu wa usafiri pia wanasema wataendelea kufuatilia mazungumzo hayo katika kipindi cha siku 7, wakisubiri kuona iwapo serikali itatangaza mapunguzo zaidi kwa bei ya mafuta. Wananchi sasa wanaitaka serikali kutoa suluhisho la kudumu kwa bei ya mafuta, wakisema mabadiliko hayo yanaathiri moja kwa moja uchumi wa maisha yao. Mimi ni kumuuliza tu Mr. President at least angalie kila mtu ako na mahitaji, si eti anaona like yeye ameishi sawa, like hakuna eti venye mafuta eti namsumbua yeye. Kuna watu wenye wako chini. Shukisho tu at least ifike hata kama ni 150. Hiyo nayo tutakuwa sawa njoo. Unaona hata unga itapanda. Mafuta ikikuwa juu kila kitu iko juu. Transport ikikuwa high, sasa unapata kila kitu iko juu. Wananchi wanaonekana kutoridhika kwa kupunguzwa kwa bei ya dizeli na shilingi 10 huku wakitaka serikali kupunguza zaidi. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni Grace Tabitha.